Ni kwamba mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha hapa Nairobi na maeneo mengine kote nchini imesababisha mafuriko, uharibifu mkubwa, huku pia familia nyingi zikiwa hazijui zitalala wapi usiku wa leo. Katika mtaa wa Eastleigh, shughuli za elimu zilivurugika baada ya shule moja kufurika maji. Agutu Roza na taarifa zaidi. Katika eneo la Kahawa Wendani, wakazi wamepata hasara baada ya nyumba zao kujaa maji mapema leo. Nyumba zilijaa maji huku bidhaa zikisombwa, familia zikijaribu kuokoa kile wanachoweza. Baadhi ya wakazi wakisema kwamba hawajui watalala wapi usiku wa leo. Vile tuliamka nje tulikuwa tumepata maji, though haikuwa hivi mingi. So after karibu 1 hours maji kaendelea kuongezeka. So vile tulitoka huku nje ya gate, kufungua gate tukapata maji pia huku nje imekuwa mingi, ndio ikaanza kuingia huko ndani na ndio imeingia kwa nyumba, kila mahali kuna maji. Shughuli za masomo zilivurugwa katika shule ya msingi ya Ainsworth eneo la Eastleigh baada ya kufurika maji. Wazazi na wanafunzi waliowasili asubuhi walilazimika kurejea nyumbani baada ya madarasa na barabara za karibu kufurika. Ngineko, waombolezaji waliokuwa wakielekea eneo la Emurua Dikir kupitia barabara ya Sotik Dikir walikwama kwa saa kadhaa leo asubuhi walipokuwa wakielekea kwenye mazishi ya mbunge wa eneo hilo Johana Ngeno. Usafiri ulitatizika baada ya mto Mogor kufurika na kuvunja kingo zake kufuatia mvua kubwa ilionyesha katika maeneo ya milimani. Tumekuwa na mvua, ndio maana hii mto imeleta shida. Ukiangalia kuna mto hapa inatoka ile side ya Bomet inaelekea side ya Bomet inaelekea hii side ya Mara. So hii ni mto inaelekea hivi. Hii ni mto iko huko mbele, lakini hii ni overflow. Maji ni overflow. Katika kaunti ya Makueni, msiba pia umetokea baada ya mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 67 Bernard Wambua kusombwa na maji na mafuriko. Wambua alisombwa na maji ya mto Isuni alipokuwa akirejea nyumbani kutoka kazini. Kifo chake sasa kimeongeza idadi ya watu walioaga dunia eneo la Liguria kutokana na mafuriko kufikia watu 7. Alikuwa ametoka kazi na alikuwa na mwenzake wanaenda nyumbani. Mwenzake akavuka kidogo, akimaliza kuvuka, kwa sababu alikuwa amemwambia angoje kwanza amwangalie maji kama ni mingi. Vile aliona ameweza kuvuka, akamfuata nyuma. Baadaye akasikia akimuita jina, kidogo akaangushwa na maji, mara yake ya mwisho kumuona. Huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha katika sehemu mbalimbali nchini, wito umetolewa kwa wakazi wanaoishi katika maeneo yanayokumbwa na mafuriko kuwa waangalifu na kutovuka mito iliyojaa. Agutu Roza, KTN. Na tusonge mbele mtazamaji.